Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha masuala ya biashara. Hii ni Kibiashara Zaidi, nami nikualika, langu jina ni John Lawrence Rupokela. Sasa ni utaratibu ambao tuko nao kuhakikisha kwamba tunazungumza nawe kuhusiana na mambo mbalimbali ikiwemo biashara zetu hizi, lakini pia uchumi, fursa, pia hata masuala ya digital economy huko. Lakini leo hii kidogo tutakwenda kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya AI, wengine wakiita akili mnemba. Sasa kwa mujibu wa takwimu ambazo wataalam, watafiti wamekaa wakafanya, ikagundulika masuala mengi sana kuhusiana na AI. Na moja ya jambo ni kwamba AI inaweza kuongeza uchumi wa dunia kwa kiasi kikubwa sana. Na hii si kwa mujibu wangu, ni kwa mujibu wa kampuni ya ushauri ya PwC, ambayo yenyewe inasema kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 AI inaweza ikawa imekuza uchumi kufikia trilioni 15.7 dola trilioni 15.7 kufikia mwaka 2030. Hii ni kwa mujibu wa PwC, lakini pia takwimu zinaenda mbali zaidi. Nimeona utafiti ambao ulifanywa na McKinsey & Company mwaka 2024, ambao wenyewe wanasema kwamba zaidi ya 65% ya kampuni duniani tayari zinatumia AI kwenye shughuli za kibiashara. Na mbali na hivyo pia wanasema huduma kama vile matangazo, mauzo, uchambuzi wa soko na vitu kama hivyo wamekuwa wakitumia AI. Na vile kwa mujibu wa ripoti ya IBM inaonyesha kwamba kampuni zinazotumia AI, sawa bwana, kwenye huduma kwa wateja hupunguza gharama kwa wastani wa 30%. Hii ni kwa mujibu wa IBM. Lakini pia nakupa ya mwisho, biashara zinazotumia AI kwenye marketing na sales zinaweza kuongeza mauzo mpaka 25%. Hii ni kwa mujibu wa Salesforce, baada ya kufanya utafiti wakagundua hivyo. Kibiashara Zaidi. Hizi zote ni baadhi tu ya tafiti ambazo zimefanywa kuhusiana na masuala mazima ya AI. Lakini kwa bara la Afrika mambo yako vipi hasa? Tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa ripoti ambayo imefanyika na United Nations Conference on Trade and Development, wanasema kwamba Afrika ina mchango mdogo sana kwenye teknolojia ya AI duniani, licha ya kuwa na vijana wengi sana ambao wanatumia mtandao. Sasa kwenye hili tunakwenda kuzungumza na mtaalam wa masuala ya AI. Huyu si mwingine ni Mr. Elius Kamuhangile, na tunakwenda kujadili kwa pamoja tukiwa naye hapa matumizi ya akili mnemba, yani AI, kwa maendeleo ya biashara. Karibu sana kaka. Sisi kwenye Kibiashara Zaidi tumefurahi sana kuwa na wewe, na tumekuwa tukufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Hongera sana. Umekuwa ukifanya vizuri ukitoa elimu kuhusiana madarasa mbalimbali kuhusiana na AI. Hii nikupe hongera sana. Lakini kwa kuanza, kwa sababu umekuwa ukitoa sana elimu ya masuala ya AI na vitu kama hivyo, umekuwa ukipractice vizuri. Hivi kwa nini sasa hivi AI imekuwa gumzo duniani? Sio kwenye biashara, gumzo duniani. Yaani kwa nini imekuwa gumzo hasa? Na wewe kwa nini uliamua kuona sasa uje uwe sehemu ya kutoa elimu kuhusiana na masuala haya? Umeniuliza swali zuri sana hapa kwamba kwa nini sasa hivi AI ni gumzo? AI ni gumzo sasa hivi kwa sababu ukifikiria kipindi ambacho hakuna umeme duniani. Fikiria watu walikuwa naishije bila umeme. Lakini ghafla kuna kipindi ambacho sasa hivi kila mtu anajua umuhimu wa umeme. Kipindi umeme unavumbuliwa, watu wengine walikuwa wanasema hii ni teknolojia gani? Lakini sasa hivi hakuna kifaa ambacho hakiendi bila umeme. Hii interview yenyewe tusingeweza kuiona kama tusingekuwa na umeme, vifaa vyetu vina charge. Sasa artificial intelligence ule utamu wake unakuja kwa the fact kwamba hii ni teknolojia ambayo ni mpya zaidi, niseme ya mara 100 ya umeme na mitandao ya kijamii. Kwa sababu vitu vingi ambavyo artificial intelligence imeonyesha inaweza ikafanya ni potential kubwa sana. Yaani hata kama wewe uitumie AI kufanya hivyo vitu, lakini inaweza ikavifanya. Ina maana kuna mtu somewhere duniani atatatua changamoto kwa kutumia AI. Sasa ni gumzo kwa sababu binadamu waga tunachukua muda mrefu sana kutatua matatizo.
inachukua muda mrefu sana, na kwenye mazingira ambayo tunaishi mara nyingi matatizo yetu yanatatuliwa na watu wengine, unaenda hospitali. Lakini sasa AI inakuequip wewe na ujuzi ambao ni infinite, hauna mwisho wa kujua jinsi ya kuelewa changamoto yako na kuitatua changamoto yoyote ile. Kibiashara zaidi. Hivi AI ni mahususi kwa ajili ya kampuni pekee au na wafanyabiashara pia wanaingia kama sehemu ya mchakato wa matumizi na kuwafanikisha zaidi? Ni kwa ajili ya kampuni tu kubwa kubwa hivi ambao ni mfumo wa kompyuta ambao unafanya kazi ambazo zilikuwa zinahitaji binadamu wazifanye. Yani hivyo simply. Kwa hiyo kama ni mfumo ambao unahitaji unaweza ukafanya kazi wenyewe, zile kazi zilikuwa zinahitaji binadamu. Ina maana katika level yoyote ya biashara kuna kazi ambazo zinahitaji binadamu. Biashara kubwa, biashara ndogo, zote zina kazi ambazo zinahitaji binadamu. Na zile kazi sasa hivi kama AI anaweza kuzifanya, kwa nini wewe unazifanya? Kwa nini wewe unafanya hizo kazi ambazo unabidi uachie AI zifanye? Kwa hiyo hata kama ni mfanyabiashara mdogo, mfanyabiashara wakati, kampuni kubwa, taasisi, kila eneo la hiyo kampuni au taasisi au biashara kuna eneo ambalo AI anaweza kaingia akafanya kazi na akaongeza efficiency ya kazi. Wewe bwana unamiliki kampuni au wewe unatoka kwenye kampuni, na tunafahamu kampuni zote ama taasisi vyovyote vile, na mfanyabiashara kawaida kabisa, hili somo linakuhusu mno. Ni kwa namna gani AI inaweza kusaidia kukuza biashara? Kwanza unajua nature ya biashara, kuna wale ambao wanaelewa biashara traditionally kwamba ni kuuza na kununua vitu. Yaani kwamba lazima niwe na kitu ambacho nataka nikuuzie. Lakini ukiingia kwenye ile DNA ya biashara, kuelewa biashara ni nini. Of course kuna makampuni, alafu kuna biashara, ile kitendo cha kuingiza pesa na kusababisha cash flow. Sasa ili biashara iende, basically kuna mambo kama 5 yanahitajika uyahakikishe hapo kwenye mstari. Cha kwanza, hakikisha unaweza kuleta thamani, ulete kitu cha thamani sokoni. Okay? Kwenye makampuni kitu wanakiita product development. Yaani product development kitendo cha wewe kama unauza bidhaa, lazima ujue hiyo bidhaa ni bidhaa gani? Unaitengenezaje hiyo bidhaa? Kwa nini umeleta hiyo bidhaa? Umejuaje hiyo bidhaa wateja wanahitaji? Umejuaje kama hiyo bidhaa ina fit soko? Tunaita product market fit. Sasa hiyo ni component moja. Cha pili ni kuhakikisha kama umeshatengeneza bidhaa, uhakikishe umetengeneza uhitaji wa hiyo bidhaa, unatengeneza demand. Okay, hiyo ni marketing. Watu wanafahamu marketing. Sasa hivi tunatumia mitandao ya kijamii kuwafikia wateja, kuwatangazia wateja, lakini hiyo ni moja kati ya function za biashara. Ukishatengeneza bidhaa, lazima utengeneze demand ya hiyo bidhaa, au utafute demand ya hiyo bidhaa, utafute sehemu ambapo wanahitaji hiyo bidhaa. Bila kufanya hivyo, hiyo bidhaa itakaa haiuzi au tengenezi pesa. Upo nayo. Hiyo ni function ya pili. Function ya tatu ni kuuza hiyo bidhaa, kufanya sales. Hiyo process ya sales. Sasa of course process ya sales kidogo ni kama imeshirikiana na marketing, lakini process ya sales ni kufanya watu watoe pesa zao mfukoni wakupe waje kununua hiyo bidhaa. Okay? Sasa makampuni mengi yanakuaga na mifumo ya mauzo na mifumo ya marketing. Lakini twende ya 4, kuna process inaitwa fulfillment au delivery. Kila biashara lazima iwe na namna ya kumfikishia mteja ile bidhaa ambayo ameshanunua. Kibiashara zaidi. Labda mimi nimeamua bwana kumfikishia mteja, nitamfikishia kwa njia ya kibiashara zaidi. Ya kibiashara zaidi. Mwingine atasema bana mimi na bodaboda wangu anamtumia wao mzigo. Huyu mwingine anasema bana mimi nina logistics company nimeingia nayo mkataba, itakuwa inafikisha. Mwingine labda kuna makampuni ambayo waga kazi yake ni kufanya hizi deliveries au whatever. Lakini kuna aina za bidhaa ambazo tunazita digital products. Hizi ni bidhaa za kidijitali kama mafunzo, elimu, vitabu. Yes, sasa ile ni kama code unamtumia mtu, lakini lazima kuwe na process ya kufanya fulfillment. Na ya mwisho ni finance. Kila kampuni lazima iongelee masuala ya fedha. Sasa nimetaja haya mambo 5 kwa sababu umeniuliza swali zuri sana John. Kampuni yoyote ile duniani lazima ina namna inagusia haya maeneo 5. Okay. Yaani wewe ukienda kuajiriwa kwenye kampuni, either umeajiriwa kwenye upande wa product, either umeajiriwa upande wa marketing, au upande wa sales, au upande wa finance, au upande wa management ya hivyo vitu vyote, which is way harder. Umeona? Sasa kwenye haya maeneo 5 nilotaja, hakuna eneo ambalo AI hawezi kuingia akarahisisha kazi. Umetaja takwimu mwanzoni za tafiti tofauti ambazo zimefanyika. PwC Makati wamefanya hizi tafiti zote kwa sababu hawa watu ni kazi yao kufanya tafiti. Lakini ukiangalia
Kwenye maeneo ya marketing wanasema mpaka sasa hivi kati ya 30% mpaka 40% ya kazi nyingi zinafanywa na AI ambazo zilikuwa zinabidi zifanywe na binadamu. Lakini nakwambia kwenye hayo maeneo matano niliyoyataja, kila eneo AI anaingia kufanya disruption, anaenda kufanya kazi. Okay? Na mpaka sasa hivi makampuni mengi sana yanatumia AI kwenye hayo maeneo. Sasa tuanze hiyo process, tuichambue hiyo process, tuinyambue, tuone AI anaweza kaingia wapi, right? Kama nataka nilete bidhaa sokoni, badala ya mimi kwenda kutafuta bidhaa kwanza, inabidi nirudi kwa wateja wanataka nini, kwa sababu nikileta bidhaa ambayo wateja hawataki, I'm going to waste nguvu zangu zote. Ndio mambo ya kwamba bana, mimi biashara siwezi kufanya biashara kwa sababu nahitaji mtaji. Umepata mtaji ukaanza na bidhaa, kumbe bidhaa hiyo haihitajiwi na soko, unapoteza hela yako yote wakati ulikuwa unasema mtaji ndio shida. Sasa instead of kuanza na bidhaa, technically inabidi uanze na soko. Watu wanataka nini? Wana changamoto gani? Wanahitaji nini? Ni wapi kuna pengo? Ni kitu gani ambacho ukikileta hapa kitaleta utofauti? Sasa hizo shughuli zote za kutafiti soko, shughuli zote za kuelewa changamoto za wateja wako, shughuli zote za kuhakikisha kwamba okay, unaweza ukaleta ukawaza bidhaa ambayo itakuja kama suluhisho kwa hili soko. Hiyo process yote ya ideation na analysis na uchambuzi, hiyo 100% inaweza kufanywa na AI. Kibiashara zaidi. Hapo umetuzungumzia process ya marketing na namna ambavyo unaweza kutumia AI. Ulitaja 5, tumalizie. Kwenye makampuni ambayo yamewekeza kwenye mifumo, yanakuaga na kitu kinaitwa pipeline ya mauzo. Okay? Kitendo cha wewe kuwapigia simu labda kampuni hiyo, labda Yas, umewapigia simu, I say, hivi mna product fulani, labda unataka zile nani za internet zile, hivi mna product fulani. Kitendo cha wewe kuwapigia, tayari kama wewe ni mpya, umeingia kwenye pipeline yao. Usiponunua watakufanyia follow up. Kuuliza ulipata? Vipi unaendelea? Anambia hapana, sijapata. Bado natafuta ambayo inaendana na mahitaji yangu mimi. Nataka Mbps fulani, nataka internet speed ya kiasi fulani. Akambia okay, sawa, hiyo tunaweza tukakusaidia. Sisi tuna viwango hapa. Yes, sasa hiyo process ya kumuuzia mteja sio straightforward kama watu wanavyodhani. Watu wengi wanadhani mteja akiona bidhaa yako anabidi anunue, lakini haifanyagi kazi hivyo duniani. Ni kwamba mteja akiona bidhaa yako akaonyesha interest, inabidi uanze kumpitisha kwenye pipeline yako, uanze kumfanyia process ya follow up, umfuatilie, ujue kitu gani kinafanya asinunue, ana objections gani, vitu gani vinamfanya aseme hastaki kununua hiyo. Ukuta anadhani kwamba ni bei kubwa, ukuta anadhani kwamba yeye haiwezi kumsaidia. Vile atakavyosema haijalishi. Cha muhimu ni kwamba ukiwa na hiyo process unayompitisha mteja, AI anaweza kaingia kwenye kila eneo la hiyo biashara yako na akaboresha. Kwa mfano, let's say unamfanyia mteja follow up, afu kagundua objection yake kubwa, kitu gani ambacho kinamfanya asinunue? Kwa sababu anadhani bei ya hiyo bidhaa yako ni kubwa. Sasa kuna mazungumzo ambayo waga unaweza kuyafanya kumaliza hiyo objection yake. Mtu akisema bei hiyo ni kubwa, lakini ukaweza ukalinganisha bei anayolipa ukilinganisha na shida anazoendelea kupata kwa kutokununua, unakuwa umemfanya asione ile objection kama ni kitu kinachokikwazo kwenye maisha yake. Okay? So, ili uweze kupata hizo sequences ambazo AI anakusaidia wewe kuweza kuzungumza na mteja mpaka ananunua, mara nyingi inahitaji utaalamu mkubwa sana. Na kwa kuwa unajua the most expense kubwa ya biashara ni labor. Ndio maana hata tulipitia kwenye ukoloni, kwa sababu wakoloni walikuwa wanatafuta sehemu ambapo wanaweza wakapata mfanyakazi wanayemlipa hela kidogo sana akapata matokeo makubwa. Yes. Sasa AI anakuja kama hiyo labor ambayo basically unalipa kima cha chini cha mshahara, lakini anakufanyia kazi za watu 10. Yes. Kwa hiyo ni process ya sales. Ina maana kwenye pipeline yako yote AI inaweza personalize huduma, hakikisha huduma unayompa mteja, kila mteja anahisi kama unaongea naye yeye mwenyewe. Kibiashara zaidi. Bila shaka hujamaliza, bado kuna jambo. Kuna eneo la finance, maeneo ya fedha. Tumalize hapo na mimi niachie sasa mafataki. Okay, sawa. Yaani kama unafanya biashara, afa biashara haingizi pesa, then sijui unafanya biashara gani? Itabidi tuelezee. Lakini biashara ambayo haijui inaingiza shingapi na inatoka shingapi na inatumia shingapi, yani hiyo biashara kusurvive ni vigumu sana. Haya, tuende kwenye kitu kingine muhimu. Biashara ambayo biashara yoyote ile, sawa, biashara yoyote ile ni lazima iwe inakuwa kiuchumi, yani kifedha. Kama biashara yenu let's say mwezi huu hapa umefanya mauzo labda ya bilioni 1, alafu mwezi unaofuata ukafanya bilioni 1 hiyo, mwezi unaofuata bilioni 1 hiyo, yani miaka yote unafanya bilioni 1, ina maana biashara yako wewe inakufa. Sio kwamba najua unaweza kuhisi bilioni 1, of course bilioni 1 era nzuri kama unayo nitumie kwenye hii namba.
Nilikuwa nasema hiyo bilioni 1 ni hela nzuri sana, kama unayo unaweza kunitumia. Lakini kitendo cha biashara yako kubaki pale ni challenge. Sasa AI kuingia kwenye biashara yako ikajua mapengo. Ni wapi ambapo kuna challenge? Either expenses zako zimekuwa kubwa sana, either kuna maeneo ambayo unatumia hela vibaya, either kuna magepo ambayo unaweza kupunguza matumizi ambayo ni unnecessary. Yani ile efficiency inaweza kukusaidia, AI inaweza kukusaidia sana, na ndio sababu kwa nini watu wanaajiri wataalamu. How? Yani au unafanyaje sasa, kwamba umeniambia hapa AI inaweza kuingia kwenye financing, AI inaweza kuingia kwenye nini, kwenye marketing, na takwimu pia zinatuambia, lakini yani nafanyaje? Naiambia AI, naipakua AI, na mtafuta mtaalamu wa AI. Yani hapo ndio swali la mfanyabiashara ambaye ananiangalia sasa hivi, anaweza kujiuliza kwamba je, na command natumia app? Yani hicho, yani wewe unachohitaji tu kufanya ni kwanza kuitumia. Kwa sababu AI sio kwamba inakuja kwenye biashara yako kukufanya wewe uondoke yenyewe ndio ifanye vitu. Ni kwamba wewe ukijua kuitumia vizuri ndio itakuletea hayo matokeo ambayo tumeyataja kwenye data mwanzo. Unaweza ka share hilo wazo lako na AI. Okay? Lishare kama wazo, usimwambie cha kufanya. Lishare kama wazo kwanza. Mwambie bana, nina mpango wa kufanya hiki na hiki. Niko najiuliza, afu muelezee changamoto yako. Sasa ule ushauri utaanza kuona ni wapi ambapo kwenye uchambuzi wako kuna mapengo. Yani yeye anakuja kama mira yako, anakuja kuona kama kioo. Anaona ni wapi kuna mapengo, ni wapi unakosea kwenye fikra zako, ni wapi ambapo kuna mapengo, alafu anaanza kushauri. Sasa huo ndo mwanzo wa matumizi. Na mimi naona kama sasa hivi kuna fursa kubwa mbili sana za AI. Na sio tu kwa wafanyabiashara, hii ni kwa watu wote, niseme especially vijana. Hii kitu inabidi vijana wengi waichukue kama fursa. Ziko fursa mbili muhimu sana. Fursa mbili kubwa muhimu sana za AI. Fursa ya kwanza ni kuelimisha watu kuhusu AI. Na najua unaweza kusema, Mark Benfix, wewe si ndio unaelimisha watu kuhusu AI? Hiyo fursa kwa nini unaisukuma kwa watu wengine? Ndugu yangu, hatutoshi. Ndio. Yani watu wengine wengi sana wanahitajika kujua AI. Kwa madaktari wanabidi wawe wanatumia AI kwenye kazi zao. Hakuna daktari inabidi ajifunze kuhusu AI au aelimishe madaktari wenzake kuhusu AI. Wewe sasa inabidi ufanye. Umeona? Kuna wataalamu tofauti, kuna walimu, kuna makameraman, kuna watangazaji, wote hao wanabidi yani AI ni msaidizi wako wa pembeni. AI kuna kipindi tafika kila mtu atakuwa na robot wake anayemfanyia kazi. Hiyo ni fursa ya kwanza. Ngoja kwanza, hicho kipindi kikifika, kila mmoja atakuwa yani kama ana AI wake anamuelewa vizuri. Sasa ina maana kila mmoja inabidi ajifunze kuhusu AI ili asije kaona hiyo kama ni kitu cha kuogopa. Hiyo ni fursa ya kwanza. Kwa hiyo kuelimisha watu kuhusu AI. Maeneo mengi unaweza kaenda kulipa mimi wafanya biashara wananitafuta, wanakaa mimi, wananilipa na wafundisha kuhusu AI. Na unawafundisha nini sasa? Sasa naelewa kwanza biashara zao. Naelewa mtu anafanya biashara gani, changamoto zake kubwa ni zipi, na anaweza akatumia wapi kwenye workflow zake kutumia AI. Sometimes sasa ndo tunaenda kwenye hiyo, ni fursa ya kwanza. Tuende kwenye fursa ya pili sasa. Sawa. Fursa ya pili ni mifumo. AI inherently yenyewe AI ni mfumo. Na kwa kuwa AI ni mfumo, ina maana popote ambapo kuna mfumo, popote ambapo mfumo unaweza ukaenda, inaweza kawa ni process kwenye biashara yako, jinsi unavyofanya mambo, inaweza ikawa jinsi unavyoendesha biashara yako, jinsi unavyofanya mauzo, jinsi unavyofanya marketing, process zako zote unaweza kutengeneza mfumo wa kufanyia hiyo kazi. Kibiashara zaidi. Hapo usimuona kwa mfano hapo umetaja maeneo takriban 5. Sehemu za mauzo, sehemu za nini. Ndio nilikuwa najaribu kuwaza ni maeneo gani huwa yanafaidika zaidi na AI. Yaani kwamba wanaotafuta wateja au wanafanya nini hivi. Kwa hiyo mtu atakayefaidika zaidi na AI ni mtu anayetumia AI kufanya kazi zake. Yani sio yule mtu ambaye anaipata ile AI passively, yani anaipata kwa bahati mbaya, au AI inamfikia kwa labda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Yani yule mtu ambaye yuko kwenye matope anatumia AI kwenye kazi zake, huyo mtu ndiye anayefaidika zaidi. Sasa hivi kuna hii process, moja kati ya campaign ambazo nafanya zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni kuambia wafanyabiashara tumia AI kuuza online. Na wafundisha kutumia AI kuuza online. Kutumia AI kuuza online. Hiyo nitakuja nayo. Tulia hapo. Yes. Next episode. Kwa hiyo sasa kwenye biashara yako wewe
ina maana maeneo yote ambayo unaingiza pesa yanaweza yakawa rahisi, kwa sababu kitendo cha mtu kutoa pesa kununua bidhaa yako kunabidi kusiwe na friction. Kazi ya AI ni kusaidia kuondoa zile friction na unabidi uzione. Kwa hiyo kwenye upande wa mauzo zaidi, AI itakusaidia sana kuuza zaidi. Lakini pia naona hizi zinashabikiana na mifumo, kwamba kama una process ambazo uko nazo kwenye biashara yako, jinsi unavyofanya mambo, AI inaweza kaingia chini kama mfumo ambao unakusaidia kuendesha zile process. Kwa mfano mimi nina biashara, mimi nina biashara yangu pale Kariakoo. Lakini niwe mkweli. Nataka sasa hao wateja, mimi najua tu nitaposti huko Insta, sijui wapi, au nitamshukuru tu Mungu wakinifikia, nimemaliza. Tuna dakika chache, hebu tupe hiyo. Watu wengi wanadhani ni kwamba AI itaenda ikuletee wateja, kitu ambacho hakipo. Na sitaki uondoke na hii notion ya kwamba AI itaniletea wateja. Hapana, AI haitakuletea wateja. Lakini ngoja nikwambie AI itakachokifanya. Ukijua jinsi unavyoweza kupata wateja kwenye biashara yako, AI atakurahisishia kupata hao wateja. Kwa hiyo nitakachokizungumzia kwa kujibu jibu lako ni jinsi ya kupata wateja kabisa. Alafu kwenye hizo vitu vyote nataka ujue kabisa kile nitakachokitaja, AI inaweza kurahisishia mambo. Okay? So, ili uweze kupata wateja, cha kwanza lazima uwajue hao wateja. Na hii kitu wafanyabiashara wengi wanadhani kama ni utani. Lakini inabidi uwajue wateja wako. Kama nitoe mfano, let's say unauza magari. Nitoe mfano wa kuuza magari. Kama unauza magari, huwezi kuuzia magari mtu yeyote. Huwezi wanafunzi, nani mwanafunzi ambaye yani wewe ukisema lengo langu ni kuuzia wanafunzi magari, umeona? Lakini ukielewa vizuri yule mtu ambaye unamuuzia gari. Let's say ni kijana ambaye anafanya kazi ofisini, anaamka asubuhi, anaenda kazini, alafu anarudi jioni. Kwa hiyo unataka umpe ile convenience ya kwenda kazini na kurudi, pamoja na kwenda kwenye kazi zake na misha zake nyingine kwa kutumia gari ambalo let's say alili mafuta. Huyu mtu uko more likely kumpata, una uwezekano mkubwa wa kumpata kuliko kama ukienda unapost tu magari. Kwa hiyo lazima kuwe na namna ambayo unamletea huyu mteja hilo tangazo lako, ambayo sio moja kwa moja kama unaenda kumuuzia, kwa sababu hakuna mtu anayependa kununua. Yaani wateja wengi hawapendi kuuziwa, lakini wanapenda kununua. Sasa mitandao ya kijamii ni teknolojia ambayo niseme kwa kuilinganisha na teknolojia bora, ni teknolojia ya pili kulinganisha na AI kwenye utamu wake. Okay? Sasa mitandao ya kijamii, kila mtu yupo kwenye mitandao ya kijamii. Ina maana kwa kuwa wewe huwezi kusubiri kila mtu akufuate kwenye duka lako, unaweza ukawafikia hao watu kupitia simu zao, kwa sababu kila mtu yupo kwenye simu yake. Sasa content ndio njia rahisi ya kufikia wateja wako. Yaani hii video naona tunazungumza sasa hivi, niko nakufikia wewe, wewe ni mfanyabiashara, watu wanakutafuta. Kwa hiyo sasa kitendo cha wewe kumiliki bidhaa au huduma yako, inabidi uanze kuitangaza kwenye mitandao ya kijamii, cha kwanza. Kwa hiyo utawaelewa wateja wako, alafu utajua hao wateja wako wana changamoto gani, alafu kwenye content zako utakazokuwa unatengeneza utakuwa unazungumzia ni jinsi gani hiyo bidhaa au huduma yako itawabadilishia watu maisha yao, alafu utafanya hivyo kila siku. Yaani utafanya hivyo kila siku utawatengenezea, kuelimisha, kuelewesha, kuwaonesha ni jinsi gani bidhaa itawasaidia, kuwaonesha ni jinsi gani pale walipo ni tofauti na pale ambapo watakuwa kama wakimiliki hiyo bidhaa au huduma yako. Hizo ni content za kutengeneza. Sasa AI inaweza kukusaidia kujua maneno sahihi ya kuzungumza kwenye content. Kwa hiyo ukifanya hivyo kila siku, mwisho wa siku kuna kitu tunakiita conversions. Conversions ni kipimo cha ni asilimia ngapi ya watu walioona matangazo yako wamenunua. Kwa hiyo kati ya watu wote watakaoona matangazo yako, kuna mahesabu fulani unaweza ukayapiga ukagundua, nikitengeneza content zikafikia watu 100,000, kati ya watu 100,000 napata wateja 20. Kwa hiyo inakuwa kazi yako ni kila siku kuhakikisha unatengeneza content ambazo unafikia hiyo namba. Kibiashara zaidi. Kwa kupangilia kwa nukta chache, zipi faida na hasara za AI kwenye biashara? Tumezungumza mengi. Yaani bwana 1, 2, 3, hasara 1, 2, 3. Okay. Kwa kuzipangilia, so lazima tutaje zote. Okay. Hii ni episode moja tu. Yes. AI na biashara, episode ya kwanza hii. Kwamba AI inakupeleka mbele inavyokuja kwenye kufanya maamuzi, inakusaidia kufanya maamuzi. AI inakurahisishia kazi, yani kama kuna kazi yako inabidi uzifanye, inakurahisishia hizo kazi. AI inaweza kukusaidia kujua mlolongo wa hiyo kazi unavyobidi uifanye ili upate matokeo unayoyataka. AI inaweza kukusaidia kuona mapengo yako, kuona ni wapi unakosea, ni wapi ambapo inabidi uboreshe. AI inaweza kukusaidia kukupa mawazo ambayo wewe mwenyewe unaweza ukawa hujayafikiria. Lakini pia AI inaweza kukusaidia kutumia data ulizonazo, kutumia taarifa ulizonazo, kuzichambua, kupata kitu ambacho mtu mwingine anaweza akawa hajakifikiria na kikakusaidia wewe kufika kule unapopataka kwa urahisi, kuuza zaidi na kupata zile partnerships na wateja ambao unawahitaji. Sasa umezungumzia hasara. Hasara inakuja kwenye
kwa kitendo, kwa namna ile ile ambavyo AI ina nguvu, AI pia ina changamoto zake, kwamba kama ukitumia vibaya inaweza ikakuletea downsides of course. Kwa mfano kama ukiipa access na data ambazo sio sahihi, inaweza ikakupatia kitu ambacho let's say kinaweza kisiwe na msaada kwa wale watu ambao wanamiliki zile data. Kwa hiyo pia kuna muhimu sana wa kuzingatia privacy ya data, kwa sababu AI akiaccess data let's ambazo ni private sana, anaweza akazitumia kwenye kazi zake. Lakini sasa huo ndio uzuri pia wa AI. AI ukimpa data ambazo ni private, anaweza kupatia kitu kizuri zaidi. Okay? So kwa hiyo in short ni kwamba mimi natamani zaidi kila mtu aielewe AI. Kila mtu ajue, especially wafanyabiashara wajue AI inawasaidiaje kwenye kazi zao, AI inawarahisishaje biashara zao. Na nafanya kazi zaidi ya kuwaelimisha wafanyabiashara, na ukinifuatilia kama utaingia kwenye Instagram au TikTok utanikuta pale naitwa Mark Benvix. Unaweza ukaniuliza swali kama ni DM, lakini pia tuna YouTube, kuna mafunzo mengi nimeweka, na kila siku najitahidi sana kuwafundisha, japokuwa pia mimi ni mvivu kwenye haya mambo, lakini AI pia ananisaidia kwenye kazi. Kibiashara zaidi. Mkushukuru sana. Darasa moja zuri na muhimu. Tumefahamu faida ya kutumia AI kwenye biashara, kampuni zetu, taasisi zetu. Na chukua maneno aliyozungumza. Amezungumza vizuri sana. Mimi nimeng'ata machache sana. Kwa mfano, AI bana inaweza kutusaidiaje? Ameniambia mtaalam, inapunguza gharama za masuala ya biashara, inaongeza mauzo kwenye biashara, kwa sababu amesema hapa marketing inasaidia vipi. Lakini pia umeona kwamba inaweza kawa msingi muhimu na wa kuboresha mawazo yetu na kufanya tathmini kupitia AI. Mimi langu jina ni John Lawrence Rupokela. Naomba uungane nami kwenye kipindi kingine ambacho tutazungumza vile vile kuhusiana na masuala haya ya AI. Kwa leo nakupa pumziko. Mpaka wakati mwingine, hii ni Kibiashara Zaidi. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.